Wakati ule hatungeweza kushika, lakini kwa wakati huu tuko na sheria. Patikana unavuna miwa pahali ambayo hufai uvune, hiyo tunaita poaching. Wakati huu tuko na sheria ya kukustaki. So hivyo tunaambia hao poachers wakae standby, tutawashika na sheria ya kuwastaki iko. Lakini pia vile umetaja mambo na wizi, tunajua pia pahali kama hapa watu wakiona kwamba factory haifanyi, kuna wale infiltrators, watu wanataka kuja aibe kipuli sababu akitumiki akipa kingi ya kingine. Sisi tumefanya mikakati ya usalama ya kusecure hii facility. Tuko na station yetu hapa, tumeongeza askari, tuko na private farms. Pia tumepangana vile tutaimarisha usalama katika nuclear farms. Kwa hivyo hata wale watu ambao wanaenda wakikata miti kule wakifikiria hatuna ati kwamba hakuna ataka na ifuatilia, so wale wanaiba assets ama vitu za hii factory ati sababu imeenda kwa mwekezaji mpya, wajue tuko tutasecure kila kitu ambacho kiko hapa. Nimesema hata nuclear farm. Tumepata habari pia kuna watu pia walienda kuiba mbegu kwa shamba. So kama unataka mbegu, tafadhali kuja kwa management waambie mimi nataka nilime eka 20 za miwa, sina mbegu, watakupangia mbegu, hata pengine watakupangia hata fertilizer ndio uweze. Kuhusiana na kujitolea kwa serikali kufufua hii sekta ya miwa, sisi ambao tuko Western Kenya, kwamba kwa historia ya Kenya hii bonus ilipeanwa kwa mkulima wa miwa mwaka huu mwezi wa Januari kule Mumias, na akatuhakikishia yeye mwenyewe, akasema anakuja hapa mwisho wa mwaka huu kutoa bonus kwa wakulima wa Nzoia. Na sio kwamba tuhakikishie wakulima wetu kwamba hiyo bonus itakuja kupeanwa hapa kwa wakulima, tutakuwa mashahidi by the end of this year. Na hiyo pesa ndio iweze kupatikana, lazima hii kiwanda kitakuwa kimefufuliwa na kinafanya kazi efficiently. Tutakuwa tumetoa miwa, nimesema, ya kutumia hapa nchini na ingine ya kuuza hata nchi za nje. So hakikisha kwetu ni wakulima kwamba kuna 100% support kutoka kwa serikali kuhakikisha kwamba tumefufua hiki kiwanda na mkulima wa miwa amenufaika na ukulima wake. Kwa sababu hizi miwa ukatwa kwa shamba ya mkulima na chifu ako katika hilo shamba. So kama ni Masharia anavuna miwa ambaye hajafikisha umri, inafaa anipigie aniambie kwamba Masharia anavuna miwa ambaye hajatosha. Tunakuja tunampata mwenye anavuna, tutamstaki kwa kuvuna miwa ambaye hajafikisha umri. Sababu hiyo itakuwa kama vile unaweza enda kufyeka mahindi kwa shamba kama haijakoma, unajua isaidii mtu yote. So hata hao tutawapata kwa njia hiyo, sababu tunahusisha watawala wetu kutoka kwa kata ndogo kwa ward na sub counties. Tunafanya hii kazi kwa pamoja kwa kushirikiana na wadau wote kuhakikisha kwamba sekta ya miwa imeenda vile inavyostahili. Na nimewakumbusha kwamba sheria iko, na hiyo sheria ndio tunataka tuimplement kulingana na. Tumeanza maintenance na inaendelea vizuri. Tumeanza ubomoaji, na ikiwa unaangalia kando utaona tumeweka rola zote chini, na kazi hiyo inaendelea. Karibuni tutapokea rollers mpya na tuweke. Kazi ya maintenance vile mmeelezewa na RC itaendelea kwa miezi 4 au 6. Kwa nini 6? Hii ni kulingana na vifaa vyenye tunahitaji. Tumeagiza zingine kutoka nchi za nje na huwa zinachukua muda kufika. Hazingekuwa hapa kwa maana mnajua kampuni mbeleni haikukuwa na pesa, na sasa huyu mwekezaji amekuja, huyu West Kenya. Saizi tuko na raha kwa maana tumeanza kuagiza vifaa kutoka India, zingine kutoka nchi zingine na zingine kutoka nchi yetu. Kunazo vitu zinatoka Nairobi, kunazo zingine zinatoka Kisumu, na karibuni tunatarajia kuzipokea. Na kwa saa hizi tunafanya tu kazi ya ubomoaji. Mnajua hii factory ilikuwa imeenda chini sana, areas mingi. Nyinyi bahati mbaya hamukufika kwa boiler, mungeona
kazi yenye inaendelea huko ni kazi mingi. Tubes za hizo boiler pia saizi zinatengezwa India. Tunatarajia miezi 2 zitakuwa zimefika hapa. Alafu tuanze kuziweka. Na ni mkulima wa miwa tangu kiwanja hiki kianze mwaka wa 76, na nimelima miwa. Kwanza mwanzoni miwa ilikuwa inalipa wakulima sawa sawa, lakini ilifikia mwaka fulani mambo ya ukulima wa miwa ukaanza kuenda chini. Kwa nini? Maneno ya ufisadi. Ufisadi ulikuwa mwingi. Wale ambao walikuwa wasimamizi wanatumia pesa ya wakulima kujiwatarisha wenyewe. Ujumbe wangu naambia wenzangu wakulima wa miwa, msiwe na wasiwasi. Hii kiwanda, raia akichukua hii kiwanda, mtapata pesa na mtapeleka watoto wenu shuleni, mfukoni mwenu mtakuwa na pesa kuliko ilikuwa zamani. Mimi nasema tangu rai aingie, najua masokoni zetu ilikuwa chini kabisa, na wafanyabiashara haikuwa manyumba yale ambao walikuwa wamejenga ilikuwa haifanyi kazi, watu hakuna, tenants hakuna. Sasa bila rai ameingia, naomba wandugu wangu au wakulima mkubali kwa roho moja ili wapate pesa na sokoni zetu, mashule zetu siwe na kuendelea. Ni mkulima wa Nzoia Sugar. Nzoia Sugar ilikuwa imedidimia, lakini vile Raya ameingia, tuko na matumaini makubwa kama wamama na wakulima wa area hii. Tunashukuru kwa kuja kwa Rai, sababu amekuja kutuamsha. Watoto wetu wamekuwa hawasomi sababu tunategemea kilimo cha miwa. Kwa hivyo Raya ametuita kama wamama, kama community ya Nzoia hapa. Ametueleza kitu ya kwanza anafanya maintenance ya factory. Hakika alitutembeza kule ndani, na tulipotembea kule ndani tukaona ya kwamba factory ilikuwa imesoroteka, kwa hivyo iwezi siaga miwa yetu kwa sasa. So akatueleza, akatuonyesha vile anaendelea na mipango ya ukarabati wa hiyo kampuni. Akimaliza hivi ataanza kukata miwa, nasi kama wakulima tutafaidika. Tunashukuru sana. Asante. Hili ni wazo la rais kutuokoa, sababu wakulima wa kampuni ya Nzoia tulikuwa tumeumia muda mrefu. Tunakata miwa yetu, kampuni ina uwezo ya kutulipa sababu factory ilikuwa ijafanyiwa ukarabati ya kutosha. So recovery ya sukari ilikuwa chini, wanafanya biashara ya kupoteza. Kwa hivyo najua wakifanya ukarabati hiyo kampuni vizuri, tutafanya kazi ya faida, wakulima tutafaidika na hata kampuni itafaidika. Najua hata wafanyikazi wa kule kampuni watafaidika, na hiyo ni heko kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Tunashukuru, tunamuombea afya mzuri na endelee hivyo hivyo. Asante. Asante. We don't provide Utaangalia huku. Utafesi. Leo umezuru katika kiwanda hiki.
Kwa nini hakuna sukari kule kwingine? Ama kwa nini bei ya sukari sio za kwingine zinasonga juu? They make in the meanwhile tuvumilie sukari kwenda bei kwenda juu. Na si sana. Sio sana. Thank you very much. Sana. Seki Rama Kaya Tebo Seki. Kwa hiyo nafasi tafadhali tunapoelekea mkeni wetu wa siku ya michezoni hutukuza, kwa tamasha twasikika. Hivi sasa wanafunzi wake sasa raha imewafaa, na mashua yao sasa yasifiwa kwa shufa. Pigi makofi. Hapana, simama hapo hivi. Wanafunzi, serikali, mbele yenu ni mkuu Chisende, the coin. Welcome to every living creature. It makes one hostile to his neighbors and foreigners. The coin makes friends and enemies as well. When you have the coin, you control the world. Don't touch it. It makes... Ameona pale Nzoia akiwa group leader, madam kazi nzuri sana. Huyu madam angekuwa mahindi ingekuwa Mlani ke tunakuombea